Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku njema. Tupo bado katika mwezi wa kufunga na kuomba. Haleluya. Kuna vitu tu vya msingi ambavyo leo nataka tuendelee kujifunza katika mwezi huu wa kufunga na kuomba. Mungu wetu ni pendo. Kama Mungu wetu ni pendo, sisi lazima tuwe watu wa pendo. Mwambie jirani yako, Mungu wetu ni pendo. Kama yeye ni pendo, na sisi lazima tuwe watu wa pendo. Wiki hii yote iliyoisha nilikuwa nafundisha namna ya kukutana na Mungu katika maombi yako na kufunga kwako. Haleluya. Nikaanza kusema ya kwamba unapoanza kufunga na kuomba, siku zote jifunza kuangalia kile ambacho Mungu ameagiza au neno la Mungu limeagiza. Tulianza kusoma Isaya sura ya 58. Haleluya. Wote funguo. Mimi napita tu kuwakumbusha. Tulianza kusoma Isaya sura ile ya 58. Piga kelele, usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Wahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Walakini wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu. Kama vile taifa waliotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao. Hutaka kwangu amri za haki, hufurahi kumkaribia Mungu. Usema, mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitaabisha nafsi zetu lakini huangalii? Fahamuni, siku ya kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe, na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Tazama, ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana, na kupiga ngumi ya uovu. Hamfungi siku hii ya leo hata kuusikizisha sauti yenu juu. Mpaka hapo kwanza. Mstari wangapi hapo umeishia? 4. Neno linasema ya kwamba angalia namna ambavyo unafunga. Biblia inasema ya kwamba kufunga kwetu asilimia kubwa kumekuwa kwa tamaa zetu wenyewe, kwa ajili ya matakwa yetu. Amina. Lakini anasema hatufungi ili kuweza kusikizisha sauti wapi? Juu. Yaani haufungi ili Mungu asikie haja ya moyo wako. Kwa hiyo Mungu anapenda sana unapofunga. Usifunge kwa ajili ya kupigana na mtu. Unajua maana ya mapambano? Yaani unafunga ili Mungu akubariki, ili watu waone umenunua gari, umejenga nyumba. Manake unafunga kwa mashindano. Mfungo wa namna hiyo Mungu anasema si usikii. Unakuta labda umechekwa sana, umepitia mazingira magumu. Kwa hiyo unafunga ili watu waje waone Mungu anavyokubariki. Ukifunga kwa namna hiyo, neno linasema hiyo sio saumu ambayo Mungu ameichagua. Haleluya. Haleluya. Endelea kusoma mlipoishia. Wote soma. Mstari wa 5. Je, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Je, ni siku ya mtu kujitaabisha nafsi yake? Ni kuinama kichwa kama unyasi, na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Je, utasema ni siku ya kufunga na kukubaliwa na Bwana? Je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira? Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako, na kuwaleta maskini waliotupwa nje ya nyumbani mwako? Mpaka hapo Mungu anasema unapofunga, neno lake linasema usifunge kila mtu akakujua kwamba uso umekunjamana. Hata mafuta unashindwa kupaka, hata kupendeza unashindwa kufanya nini? Pendeza. Neno linasema funga, sio kwamba watu wakuone, ila Mungu afanye nini? Akuone.
Lakini anasema kipindi ambacho unafunga ni kipindi kizuri sana cha kumtumikia Mungu kupitia wengine. Halo? Kwa hiyo unapokuwa umefunga ni kipindi kizuri sana. Katika mwezi wa 5 nilianza kusema kipindi kizuri sana cha kwenda kuhubiri Injili. Mwambie jirani yako, funga, nenda kashuhudie, alafu one kama Mungu atatenda. Funga, kaombe wagonjwa. Halo? Unajua nyakati tulizokuwepo ni nyakati za hatari sana. Ndio maana Isaya anasema saumu iliyochaguliwa sio namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Geuke jirani yako, muulize, tangu umeanza kufunga umeshuhudia wangapi? Umeenda kuongoza sala ya toba wangapi? Kuna kiongozi wangu mmoja kati ya wachungaji wangu akaniambia hivi, mchungaji, hivi tukio tunafunga na kuomba mwezi wa 5 hata mikesha hairuhusiwi? Nikamuuliza, nani amekwambia? Yaani imekuwa ni desturi ndani ya kanisa la Efata, kwa watu wakiona mwezi wa 5 wanaona kama ni mwezi wa likizo Sio mwezi wa likizo. Kwa sababu mwezi wa 5 neno linasema unapofunga na kuomba, majukumu tuliopewa mwezi wa 5 ni makubwa kuliko watu tunavyodhania. Kwa kaniambia, viongozi wangu wananiambia mwezi wa 5 hatuwezi kukesha. Nikawaambia kwa sababu hawajui neno. Halo? Neno linasema unapofunga ndio inabidi uingie kwenye maombi zaidi. Amina. Amina. Amen. Amina. Kuna watu wengi wanapofunga kama hivi sasa hivi, wengi utasikia tu anaangalia, yuko ofisini anaangalia tu, anasema ninajiconnect na wapi? Na Mwenge. Jiconnect, utakonektiwa kwa sababu hujui neno. Kwa sababu neno linasema hivi, unapojiconnect na Mwenge uwe umejiconnect, kuna sababu kweli maalum ambayo Mungu akiangalia neema aone kweli umeshindwa kwenda ibadani, umeshindwa kweli kwenda kushuhudia watu. Jana nilifundisha hivi, Kumbukumbu la Torati 28. Nilifundisha, tutaisoma. Nilisema watu wengi kwa sababu ya kutokumuelewa Mungu, baraka zinawafikia lakini wanashindwa kuzipata. Wangapi jana walikuwepo? Baraka kukufikia sio shida. Shida zipo kukupata, kuzikamata. Kwa sababu Mungu anaenda na utaratibu. Kwa hiyo wiki hii nilipofundisha nikasema watu wengi tunafunga na kuomba lakini hatufuati taratibu ya kiungu. Unapofunga, unaposema huu mwezi wa 5 natengeneza na Mungu wangu, inabidi uangalie Mungu ameagiza nini katika kufunga kwako. Sio mwezi wa 5. Juma ngapi nikawa nimwambia watu waliokuepo hapa, nikaambia tunazidiwa hata na wale wa upande wa pili. Wakifunga wanaika mikeka nje, mtu akipita wanamwambia karibu tule yahe. Hawasemagi? Mgeuke jirani yako, muulize uoga unafanya. Kwa sababu wanajua neno. Yaani wale wanachokifanya, hii Biblia wanaitumia, wameigeuza kwa namna yao. Nikasema wale wa upande ule ukiwakuta wamefunga wanatoa vyakula, si ndio hivyo Utakuta kuna ile nani yao ile wanaita ya kuchinja sijui, si ndio hivyo Kwa sababu vimeandikwa. Amina. Amina. Kwa hiyo wakati nimeanza kufundisha hii juzi, hii nasema kwa faida ya watu ambao hawakuwepo, kwamba unapofanya jambo lolote mbele za Mungu usiende kama kipofu. Soma, hichi ninachokifanya neno limeagiza nifanye nini kwa ajili ya hiki. Wale utakuta walikuwa wanagaga tende, so wanagaga tende, wanagawa tende.
na muda wao wa kwenda kwenye ibada zao wanaendaga saa ngapi? Sijui hiyo, sijui saa ngapi, wanaenda mara 5. Wakiwa wamefunga wanaheshimu ibada. Mgeuke jirani yako, muulize wewe unaheshimu ibada? Unakuta wale wakifunga wanaenda wanamuomba Mungu wao, wanaomwamini. Mimi sitaki kumtaja hapa, wanaomwamini. Sasa naomba nikuulize, mtu kama yule amesimamia hiyo Isaya, yeye kule anajua ameiandikaje, mimi sijaijua, ameisimamia, anaombea vitu vyake, anaombea vitu vya watu wengine, anasaidia watu, anaenda msikitini, anafanya vitu vile vinavyohitajika. Wewe hufanyi. Kati ya wewe na yule, tuseme ukweli, katika dunia hii nani ya Mungu atamsikia? Hawa wawili wapo katika mwezi wa kufunga na nini na kuomba. Amina. Yamkini huyu alipokuwa kwenye mfungo wake, anapofunga na kuomba, anajua familia hii kuna vitu wanahitaji, sawa sawa na Isaya ngapi? 58. Nikasema Kristina anapoomba labda anapika biashara ya maandazi, kabla ya kwenda kuyauza, nikatolea mfano, anapita kwenye hii nyumba, anawasaidia hapa, anaenda zake, anarudi jioni, Mungu amembariki, amepata hela, ananunua matunda, anajua hii familia ina nini, kuna kitu wanahitaji, anarudi tena anawasaidia, labda maombi nini, anaondoka zake, anaenda nyumbani. Edward, tunatolea mfano jamani. Edward yupo kwenye kufunga na kuomba, Mungu kampa chakula, kampa kila kitu, lakini anapotoka hapa hakumbuki, yeye anapita zake tu, anaenda na anafanya nini, anarudi. Tuseme basi Edward ndio yuko Efata, Kristina tunaashumu hayuko Efata na wala hajaokoka. Naomba niwaulize katika ukweli halisi, kati ya huyu na huyu hajaokoka labda, lakini anawakumbuka hawa. Huyu ameokoka lakini afati nini, utaratibu. Kati ya huyu na huyu nani atabarikiwa? Nani? Kwa nini Kristina? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana neno likasema sio kila anayesema Bwana Bwana ataurithi ufalme wa nini, ni yule anayefanya mapenzi ya nani? Kwa sababu huyu japokuwa ameokoka, amina, unakuta kuna vitu hawa wana uhitaji zaidi. Huyu hata kama alikuwa kwenye dhambi, kwa ile roho alionayo neema, unakuta Mungu hata kama anakaribia kufa ataachilia neema imuokoe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe najua umeokoka na Kristina ameokoka na hao hawana uhitaji, nendeni mkakae. Maana shetani anashikaga mifano sana. Haleluya. Ndio maana Hosea 4:6 akasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Upo kwenye jamii, unapokaa unamwambia Mungu nibariki, Mungu nibariki, Mungu nibariki, lakini akikuangalia hakuna hata jirani yako mmoja uliye kumsaidia. Wewe ukirudi nyumbani geti, ukitoka kwenye gari ukirudi nyumbani geti. Sasa Mungu anaangalia ndugu zako, labda unaangalia ndugu. Mungu hataki ndugu maana yake lazima utawasaidia. Anataka watu ambao yani sio ndugu zako. Bwana Yesu asifiwe. Siri hii nilikuja kujifunza na nikasoma
wakati niko Tabora. Nikaja kuelewa ndio maana mtumishi wa Mungu, mtume na nabii, utakuta kusanyiko anachinjiaga, anawapa soda. Kipindi cha maombi analisha kanisa, anatoa uji. Sio nini, ni neno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwambie jirani yako, mpendwa, usiishi kama mpagani. Hata wale wengine wanakushinda. Wapendwa, wale watu wanaheshimu kile wanachokiamini. Lakini sisi huku tunaleta mzaha, alafu tunataka kubarikiwa. Utabarikiwaje? Eti Recho, utabarikiwaje wakati Mungu anaona unaleta mizaa mbele zake? Mtikise jirani yako, mwambie, wewe kaa macho. Hizi ni zama za uovu. Hizi ni zama za uovu. Neno linasema nyakati za mwisho watu watataitiwa. Mmenisikia Neema? Utataitiwa kule shuleni. Wiki nzima maombi yatakata, hujafika hata siku moja. Utasema tu Mungu ananiona, Mungu ananiona nimefunga. Amekuona nini? Mungu anakuona sawa, lakini anakuona hauna bidii ndani yako ya kutamani kukutana naye. Alo? Kwa hiyo Mungu anatamani kabisa wewe unayenisikia, angalia nini? Yaani ukienda, ikitokea sehemu hujaenda, iwe ibada Jumapili, iwe ni ibada ya zoni, iwe ni ibada ya kama hiki kipindi cha kufunga na kuomba, uwe una tangible reason, yani ya kiungu, yani Mungu mwenyewe. Sasa sijui itakuwa ipi, maanake kwa Mungu hakunaga nini? Hakuna sababu. Mungu anaangaliaga sana moyo unaotamani kumtafuta kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo ilikuwapo, ninawapa tu. Wanasema ukiwa kwenye harusi mnaanzaga kupewaga nini ile? Hiyo ilikuwa ni starter. Haleluya. Ni kitu gani wewe uliokoka unatakiwa kutenda katika maisha yako? Amen. Ni kitu gani wewe uliokoka unatakiwa kuyatendea kazi, kutenda katika maisha yako? Au ni kitu gani tunachotakiwa sisi kutenda? Namba 1, nilisema unatakiwa kupenda kutafuta uwepo wa Mungu maishani mwako siku zote. Kwenye mabano andika, wakati wote hakikisha unatunza roho yako imlingane Mungu. Amina. Amen. Nikasema usitafute uwepo wa Mungu wakati umepata matatizo tu. Unasubiria mpaka umepata matatizo ndo unaanza kusema mchungaji uko wapi? Mchungaji nisaidie. Hapana. Ayubu alimtafuta Mungu kabla, ndio maana majaribu alipofika Ayubu alifanya nini? Alishinda. Wakati wote uwe mtu wa kuwa katika uwepo wa Mungu, uwe mtu na ibada na Mungu. Haleluya. Unatunza roho yako. Uwepo wa Mungu unakusaidia kuishi maisha ya kuambatana na yeye na sio kuachwa. Nilisema maneno hayo. Amina. Kwa hiyo mtu ambaye amebeba uwepo wa Mungu, nikasema wewe unafanyika kituo cha Mungu. Umenisikia Pendo? Hata ukienda Songea kwenye mabiashara wapi, unaenda Rwanda wapi, wewe kumbatia uwepo wa Mungu. Ukifungua ile Kumbukumbu la Torati tulisoma sura ile 23. Angalia neno la Mungu linasemaje kwa mtu ambaye ana ibada na kwa mtu ambaye hana ibada.
Kumbukumbu la Torati sura 23 mstari wa 9. Wote tusome. Anasema, utakapotoka kwenda juu ya adui zako, nawe katika marago, jilinde na kila neno baya. Akiwa kwenu mtu awaye yote asiyekuwa ni tohara kwa ajili ya yaliyomtukia usiku, na atoke nje ya kituo, wala asiingie ndani ya kituo. Lakini na iwe ikaribiapo jioni, yeye ataoga maji, na jua likisha kuchwa ataingia ndani ya kituo. Tena uwe na mahali nje ya kituo kwa kutokea nje. Nawe uwe na jembe dogo katika silaha zako, napo uotamapo nje uchimbe kwa lile jembe, na kugeuka na kukifunika kikutokacho. Kwa kuwa Bwana Mungu wako atembea katika kituo akuokoe, na kukutolea adui zako mbele yako. Kwa hiyo na kiwe kitakatifu kituo chako, asije akaona kitu kwako kisichokuwa safi, akageuka na kukuacha. Mpaka hapo inatosha. Mgeuke jirani yako, muulize, ndugu yangu, kituo chako kipoje? Neno linasema kwa yule mtu ambaye hana tohara, hajafanyiwa tohara, hajatengenezwa moyo wake, mtu ambaye moyo wake umebeba vitu viovu, asiingie pamoja na takatifu katika kituo, kwa sababu atakapoingia ana najisi. Halo. Lakini yule mtu anapoingia katika kituo, kama ana unajisi, hana tohara, neno linasema Mungu fika kwenye kile kituo hata kuwa naye. Kituo chetu sisi sasa hivi ni ibada yako. Usiangalie jengo. Mwambie mwenzio, kituo chako wewe ni wewe. Wewe ni nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema anapofika akiona kituo hakifai, hakai na wewe, anaondoka. Kwa hiyo wangapi leo wanafunga lakini bado wana maumivu moyoni? Wangapi leo wanafunga bado wana hasira? Mshtue jirani yako, umwambie usilale. Wangapi leo wameokoka lakini wanapiga wake zao? Akajisemea nani? Paulina, kwamba nilikuwa nadundwa, nilikuwa napigwa, lakini sasa hivi namshukuru Mungu. Unamshukuru kweli kweli? Amen. Sababu Waibrania 12:14 inasemaje? Pasipo amani hapana uwezekano wa kumwona Mungu. Fungua Waibrania 12 mstari wa 14, neno la Mungu linasemaje? Tutarudi tena hapo. Anasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Kwa hiyo pasipo amani, yani ni hivi, moyo wako usipokuwa na amani. Ndio maana Mungu akasema hivi, hiki kituo lazima kiwe kimekaa vizuri, kitakatifu. Wangapi leo waga wanakujaga kanisani, mtu na mke wake wamenuniana, wamegombana, wanafika kanisani alafu wanainua mikono, huyu anasali huku, huyu anasali huku, lakini ukweli ni kwamba hakuna amani. Wangapi? Maanake watu kama hao wanapokuja ibadani wanakuwa wanapoteza muda. Halo. Unapofanya ibada na Mungu, sema, ninapofanya ibada na Mungu niwe wa kweli. Neno linasema unapokuwa wa kweli, hata kama adui ilibidi aingilie kituo chako, Mungu anamshughulikia. Si ndio anaposema hapo katika hiyo Kumbukumbu la Torati? Hebu anza kusoma Kumbukumbu la Torati, fungua wote, soma hiyo 23, anza 9, wote soma.
utakapotoka kwenda juu ya adui zako, nawe katika marago, jilinde na kila neno baya. Akiwa kwenu mtu awaye yote asiyekuwa ni tohara kwa ajili ya yaliyomtukia usiku, na atoke nje ya kituo, wala asiingie ndani ya kituo. Lakini na iwe ikaribiapo jioni, yeye ataoga maji, na jua likiisha kuchwa ataingia ndani ya kituo. Tena uwe na mahali nje ya kituo kwa kutokea nje. Nawe uwe na jembe dogo katika silaha zako. Napo uotamapo nje, uchimbe kwa lile jembe, na kugeuka na kukifunika kikutokacho. Mpaka hapo. Kabla hujaenda kupigana na nani? Na adui. Mungu anasema hivi, jikague. Wazungu wanasema una qualify kupigana. Unadhani yale maombi ya malipizi yamekujaje? Tunavunja roho za nini? Mgeuke jirani yako, muulize, unajua vilianzaje yale? Hivi Yesu umwahi kumwona anafanya ombi ya visasi na malipizi? Mgeuke jirani yako, mwambie nifunulie wapi Yesu alifanya haya maombi ya visasi na malipizi, kwamba akafungua mtu, baada ya kufungua afu akaanza maombi, kila roho za nini? Visasi na malipizi tunazikataa. Muulize wapi? Muulize ndani yako kuna Yesu na ana nguvu, na neno linasema akae ndani yako, huyo ni mkubwa sana. Sasa hivyo visasi na malipizi vitapataje nguvu kwa aliyeshinda ulimwengu? Mwambie nifunulie hilo somo limetoka wapi? Kwa sababu hatuna uhakika na nini? Vituo vyetu vimekuwa vina hitilafu, vina nyufa. Bonde la ufa limepita. Bonde la ufa likipita kwenye kituo chako, ukiombea pepo limesema tutakushughulikia. Ukitembea barabarani, jani likipita tu, kwa jina la Yesu. Mwambie mwenzie kituo, mwenzangu, we kaa vizuri. Kilicho ndani ambacho hakifai, wewe kitoe. Neno limesema ukishakitoa, chimba shimo, kizike. Walikuumiza, walikukataa, kuna magonjwa, kuna laana. Ukishapona, chimba shimo, fukia, songa mbele. Neno linasema hivi. Unajua Yesu Bwana ni mzuri sana. Au niwafunulieni neno? Wewe unayempenda kufanya hivyo vitu hivyo vya kuogopa, neno linasema bali waoga, wasioamini, wachukizao, wauaji, sawa, wachawi, sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Uoga unakusababisha uende jehanamu. Nyifanyeni maombi mengine mnazania ni maombi ya uoga. Unashangaa siku unazuiliwa mbingu kwa sababu umefanya uoga. Kwa kipindi hivi tunavyofunga na kuomba, ni kipindi ambacho unatakiwa uishe mwili wako utoke kwenye hivyo vitu vya uoga. Vitu vya kujiweka katika kituo ambacho Mungu hakuridhii. Yaani tusifunge wanaifuata, yaani tuna neema, tuna kusanyiko, tuna nini, kambi ya nini, viongozi, tuna mfungo wa mwezi wa ngapi, wa 5, tuna sijui kambi za vijana. Hizo zote Mungu ametuwekea kurichaji miili yetu ili tumjue yeye zaidi. Hivi tunaelewa hivyo vitu tulivyopewa sasa? Au mnazania tu ni kama nani, fashion? Mwambie mwenzio wewe ni kituo. Hivi naomba niulize swali. Kama Mungu amesema wewe ni kituo, naomba niulize, hivi kituo cha kupigiaga kura kinakuaje?
Kinakuwa kina ulinzi, kinakuwa kina nini? Kina ulinzi. Kwa kama kina ulinzi, maanake mtu akifika pa wanamfuatilia anavyofanya, anavyoenda, wanalinda, si maboksi, si karatasi hivyo. Ukifika tu pale wewe umeenda pale wewe unapiga piga yale maboksi tu wewe mwenyewe, watakuacha. Sasa kama kituo cha kupigia kula kinalindwa, wewe kituo cha Bwana. Kuna mmoja walikuwa kituo wako sehemu, akiwa na mkubwa wake, akaona jeshi. Mkubwa wake akamwambia sikiliza. Akaenda kwa bosi wake akamwambia ndugu yangu mkuu, hilo jeshi lililokuwapo nje umeliona? Sijui tutafanyaje. Bosi wake akamwambia wewe, ngoja nikufungue macho. Akamwambia baba, mpe kuona kwamba hapa kituoni hapa sisi tulipo hatupo peke yetu. Mungu akamfungua nini? Macho. Akaona jeshi walilonalo ni kubwa kuliko jeshi la adui waliokuwepo nje. Kuna wengi mnawoga, lakini hamjui jeshi mlilonalo ni kubwa kiasi gani. Fungua Wafalme wa Pili, maana hapo mkoa fungua Wafalme wa Pili sura 6, manake hapo hata Wafalme wa Pili fungua hiyo sura 6, anza kusoma mstari wa 8. Inasemaje? Anasema, basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli. Akafanya mashauri na watumishi wake. Akasema, kituo changu kitakuwapo mahali fulani. Kituo, sema kituo. Kituo. Yaani wachawi wanavyotaka kukushughulikia wanasema kituo changu nataka nikakishushe kwa Mgata. Sasa wanaenda kupambana kituo. Kwa nini? Kwa kituo. Wote soma, anza tena wote. Basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli. Akafanya mashauri na watumishi wake. Akasema, kituo changu kitakuwapo mahali fulani. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema, jihadhari usipite mahali fulani, kwa sababu ndiko wanakoshukia Washami. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu na kuwahadharisha. Akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara mbili. Basi mfalme wa Shamu moyo wake ukamfadhaika sana kwa ajili ya jambo hili. Akawaita watumishi wake akawaambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mmojawapo wa watumishi wake akasema, la, bwana wangu mfalme, lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Akasema, enendeni mkamwangalie aliko, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akaambiwa ya kwamba, tazama, yuko Dothani. Kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari na jeshi kubwa. Wakafika usiku, wakauzingira mji ule upande zote. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, ee Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho ya yule mtumishi, naye akaona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Piga makofi mpaka hapo. Mgeuke mwenzio, mwambie maombi ya malipizi ya nini? Sijakwambia usifanye. Kama unajijua uko fiti, wewe fanya.
Mtumishi wa Elisha alikuwa ni hajaona. Unaweza wewe ukakaa unaona matatizo yanakuja, mwisho unasema Mungu, ya nini mimi na uokovu? Unasema ya nini mimi na huku kufunga? Si bora nile tu chakula? Mungu wetu ni roho, na yeye anatenda katika roho. Yaani Mungu jinsi anavyotuzingira katika kituo, ndio maana amesema hivi, mimi ninazingira kituo ambacho ni kitakatifu, sio kinachoigiza. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, nilipoanza kukusomea hiyo Kumbukumbu 23 umekutana na neno nini? Kituo. Na hapa Wafalme kuna nini? Kituo. Anasema ninataka kwenda kuweka kituo. Wanataka kwenda kupiga sehemu, lakini yule mtu anayetaka kwenda kumpiga, kuna mtumishi wa Mungu anamsaidia. Mgeuke jirani yako, mwambie kuna mtu anakusaidia, muombee. Elisha anapigania mfalme, yani anampa siri. Jeshi sasa linaenda kumzingira nani? Elisha, ili limshughulikie, kwa sababu yeye anatoa nini? Siri. Ndio mtajua jinsi watumishi wa Mungu wanavyofuatiliwa. Neno linasema Elisha akamwambia hivi, Mungu mfumbue nini? Macho. Na wewe Mungu akakufumbue macho. Ukiwa unamwamini huyu Mungu unayemtumikia. Ndio maana pale ukisoma Ufunuo, neno linasema bali waoga. Mtumishi wa Elisha aliweka nini? Woga. Akamwambia hapana, mimi nataka nikuonyeshe waliotuzunguka ni kina nani. Anza huo mstari. 17. Anza mstari wa 14. Kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari na jeshi kubwa, wakafika usiku wakauzingira mji ule pande zote. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho ya yule mtumishi, naye akaona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Mstari wa 18. Na walipomteremkia Elisha akamwomba Bwana, akasema, uwapige na kusihi watu hawa kwa upofu. Akawapiga kwa upofu sawasawa na neno la Elisha. Neno, mgeuke jirani yako muulize, wewe unatamka nini? Elisha alipoona jeshi linakuja akasema, Bwana wapige upofu. Afu na mtume na nabii, mnakumbuka Arusha alitumia hiyo. Wale watu walikuwa wanamsubiria wapi? Barabarani. Aliwapiga nini? Upofu. Ofisini watu wanapandishwa vyeo tu, wenzao wanapandishwa vyeo. Kweli wewe hauna sifa? Tumia mamlaka basi, piga upofu, jina lako lionekane, majina mengine sionekane. Hivyo wokovu wako na utumiaje wewe? Unaweka kama kibanio cha kuanikia nguo mpaka ufue nguo ndo unakitumia? Alo, unajua kuna tofauti ya henga na nini? Kibanio. Henga unaweza ukatumia nje, ukatumia na wapi? Na kibanio unatumia kwenye nini? Kwenye kamba tu. Sasa muulize mwenzio, maombi yako ya wapi? Ya nje na ndani au ya nje tu? Elisha alipoona wanakuja hakuanza kusema kwa jina la Yesu. Wakati ule Yesu hakuwepo.
Halo, hakusema kwa jina la Bwana nini la majeshi, alisema tu Bwana wapige upofu. Hakuogopa, alijiamini. Wewe umeanza kujenga tu nyumba, hela imeisha, unaanza Mungu wangu hela imeisha, nitafanyaje mimi, nitaibika. Sasa wewe badala ya kupiga upofu umaskini unakupiga upofu wewe. Mwambie mwenzio shindwa kwa jina la Yesu. Daktari amekuja amekuambia unaugua ugonjwa huu, manake lile ni jeshi limekuja, lakini wewe ndiye naye alishapona. Mnajua tutafika mbinguni, ndio maana watu, kuna Waswahili wanasemaga tutafika mbinguni tumefanya nini? Mimi sichoki. Mwambie mwenzio wewe unachoka. Mimi sichoki. Tutapambana mpaka kifanye nini? Kieleweke. Biblia inasema wala usimpe ibilisi nafasi. Atakuja na vitisho vyake, vitisho vya afya, vitisho vya maradhi, magonjwa, vitisho vya fedha, vitisho vya kazi, vya biashara. Imani yako siume. Ndio maana neno linasema, je, atakapokuja mwana wa Adamu ataiona imani? Hajasema ataona machozi. Mimi sinaga injili ya kusema mwanangu utabarikiwa. We, utabarikiwaje wakati muoga? Petro, usicheze na kushinda imani. Petro mwenyewe kuna wakati alilaza mbio. Akaambia, we Petro, we si mmoja wao? Akasema mimi simjui huyu mtu we. Mwanamke akapita akamwambia, jamani wewe hata ongea yako ni kama wewe. Mimi simjui. Usicheze na majaribu. Petro mwenyewe Yesu alishamwambia, Petro, kabla jogoo hajafanya nini, utanikana mara ngapi? Wewe ni kituo. Jiamini. Mbinguni haviingii vitu vinyonge ambavyo vinajiwazia mabaya, ambavyo vinajiwazia kunini. Kule ndugu yangu utaenda kutuharibia vyakula vyetu, kwa sababu kule ukiingia na mashaka, utaambiwa chuma wepo, utaogopa. Utakabidhiwa nyumba yako ya dhahabu, utazania hii nyumba ya mtu mwingine. Mwambie jirani yako, hatutaki waoga kule. Wewe unaogopa nini? Wewe uoga wako leo tunatiisha kwa jina la Yesu. Muulize jirani yako, wewe unaogopa nini? Wewe ni kituo. Jiamini. Jiamini. Kana uwepo wa Mungu. Tamka neno. Simamia neno. Tembea na neno. Kunywa neno. Lala na neno. Oga na neno. Cheka na neno. Lia na neno. Tabasamu na neno. Bwana Yesu asifiwe. Sio mimi ninaishi, bali Kristo ndani yangu. Sio mimi ninaishi, bali Kristo ndani yangu. Yu hai. Yu hai ndani yangu. Sio mimi ninaishi, bali Kristo ndani yangu. Wewe ndani yako yuko Kristo.
Mbona usiku ulali usingizi unahesabu dali? Muulize mwenzio, ndani yako yuko ndani? Mbona kuna wakati uji ibada unakata tamaa? Ndani yako yuko nani? Kuna siku nilikuwa natoka safari, tulikuwa tunakuja Kibaha kwenye kikao. Tangu nilipotoka tu nilikuwa nimepanda kwenye basi. Wakati tunatoka nikasikia sauti ndani inaniambia, leo mnaenda kupata ajali. Nikasikia sauti ya pili inaniambia, leo unaenda kupata ajali. Nikasikia sauti ya tatu inaniambia, leo unaenda kupata ajali. Ningekuwa sio mtu wa imani, ningeshuka kwenye ile gari. Maana yake ningeshuka, ni nini kinatokea? Ni kwamba nimemwambia Mungu ameshindwa. Protocol ameshanipandishia mizigo kwenye basi. Mabegi yameshaingia kwenye nini? Kwenye buti. Mabuti yamefungwa, afu shetani mshenzi sana. Alisubiri mabuti yamefungwa. Nasikia leo mnaenda kupata ajali. Nikasikia sauti nyingine ya upole inasema, sio wewe unaishi. Gari ilipoanza safari, tumeenda kama muda wa masaa fulani, ikagusana na lori upande ule ule nilokaa. Tukaenda. Wakati tunazidi kwenda, tumefika Morogoro. Wamepumzika pale dakika ngapi, bado nasikia ndani, leo mnaenda kupata ajali. Siku nilifanya maombi, yani mkesha wake ndo naenda kupanda basi, nilipigiza anga la Tabora hatari. Wakati tupo ndani ya basi sasa, tumeshaanza kuondoka, dereva amekanyaga mafuta, mvua inanyesha. Sema ndo utajua aliye ndani yako ni nani sasa hapo. Gari iko spidi, mbele kuna lori linakuja, nyuma kuna lori liko spidi, tali la mbele likabasti. Lilivyo basti, dereva sasa yuko spidi. Gari zima wanaanza, Yesu tuokoe, Mungu wetu tunakufa. Gari linayumba sasa. Nilichokifanya, nilimwambia tu, Bwana simama. Mimi nikainama tu kwenye siti. Gari lilitembea kilomita 1, halijatoka nje ya barabara. Hivi unajua tairi kibasi inakuwaje? Dereva afanye nini? Maanake alikuwa yuko spidi, afu tupo kwenye mteremko, ile ring inatoa cheche. Maanake pale anatembelea nini? Ring. Mimi nadhani walitaka kuchomoa ile tairi, lakini walishindwa. Watu, gari limekuja kusimama, kila mtu amebakia na taharuki. Dereva ameweza kusimama, lakini taarifa nilipata nikiwa wapi? Tabora stendi. Gari halijatoka kwamba leo mnaenda kupata ajali, yaani kwamba leo tunakumbuza. Unajua tairi kibasi kama tairi ya mbele, dereva akiwa hana utulivu, amepaniki, anaangusha. Akikata tu kidogo, yule dereva sijamjuaga mpaka leo, alikana steering. Nadhani mbingu ilimwambia hapo, usiende kushoto wala kulia. Mimi nilichofanya tu ni kumwambia Bwana, nikatulia kwenye siti, nikanama. Baba mmoja jirani yangu akaniuliza,
tulivyoshuka sasa, wakati wanabadilisha ile tairi kwenye gari, watu wote wamepiga kelele, mbona wewe hujapiga kelele? Akaniuliza, wewe ni mchungaji? Watatambulika kwa matunda ya mimi. Matunda yangu yalikuwa sio kupiga kelele. Alo, alo, alo. Sio hiyo tu, na kuna siku tukotoka kwenye kituo kingine walichimo. Niliwahi kutoa hapa ushuhuda. Tunatoka kwenye kituo kimoja huko kilikuwa kinaitwa Sayuni huko porini, usiku saa 1 tupo na hali ya gari iko spidi porini. Nimetoka kupigiza huko mamizimu, dereva anakuja kwa maki, shimo hili hapa, anapiga full, shimo hili hapa, shimo refu, mimi nikiingia nusu. Akaniambia, mchungaji, shimo. Nikamwambia usikanyage breki. Gari ilipaishwa. Yule dereva mpaka leo hakuwaga hasahau. Mwenye uwepo wa Mungu huwezi kumuua kama majira ya Mungu hajafika. Mungu alijua bado nakuja Kimara. Sasa lile shimo linipeleke wapi wakati mimi nina safari, nikimaliza Tabora ninakuja wapi? Kimara. Wakatamani wasimame washuke wakaangalia shimo. Nikamwambia, wewe mnataka kwenda kumwangalia shetani? Kaambia, ondoka. Ukiwa kituo cha Mungu, sio wewe unayejilinda, ni kwamba unalindwa. Mwambie jirani yako, usipoteze muda kujilinda. Kuna wengine hata matukio yakitokea kwenye familia zenu, umesingiziwa jambo, unaanza kujitetea. Muulize na fulani, muulize na fulani, mimi sijafanya, muulize na huyu. Unajilinda ndugu yangu. Mwambie mwenzio, acha kujilinda, acha Mungu akulinde. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, andika. Wakati wote ukiwa katika kufunga kuomba, wakati wote unapokuwa katika maisha yako ya wokovu, hakikisha unafanya mapenzi ya Mungu. Fungua Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 1. Neno la Mungu linasemaje? Tena itakuwa mambo haya yote yatakapokujilia, baraka na laana nilizoweka mbele yako, nawe utakapozikumbuka kati ya mataifa yote, huko utakapokupeleka Bwana Mungu wako, nawe utakapomrudia Bwana Mungu wako na kuitii sauti yake, mfano wa yote ni kuagizayo leo, wewe na wanao, kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, ndipo Bwana Mungu wako atakapougeuza utumwa wako, naye atakuhurumia. Tena atarejea na kukusanya kutoka mataifa yote, huko alikokutawanyia Bwana Mungu wako. Mpaka hapo watu wengi wanatafuta huruma za wanadamu. Una madeni, labda una shida, una magonjwa, unasema ndugu zangu wameniacha, ndugu zangu wameniacha. We mtu akikulaumu, mwambie, bwana wewe nenda kasome Kumbukumbu la Torati 30, ielewe. Neno halijasema kwamba utahurumiwa na watu. Wewe utakapofanya mapenzi ya Mungu, utakapotenda, atakaye kuhurumia ni nani? Ni Mungu. Mgeuke jirani yako, mwambie acha kutafuta huruma ya watu. Kwanza wakikuhurumia, wakikusaidia, wataenda kukusengenya. Alo? Yaani binadamu akikusaidia ataenda kufanya nini? Kukusema.
Neno linasema utakaposikia sauti ya Bwana ukatii maagizo yake, Mungu atakufanya popote unapoenda katika mataifa unabarikiwa. Na anasema yeye Mungu atakuhurumia na atarudisha uhai wako. Unajua tunafanyika maombi. Nilitoa mfano ukiwa airport. Maombi yetu tunavyofanya ni sasa na airport. Unakaguliwa wewe na vifaa vyako. Unapoingia maombi unakaguliwa wewe na staili yako yote ya maisha. Ndio maana Methali anasema natembea katika nini? Kama airport huwezi kupita bila kukaguliwa. Je, kujibiwa maombi? Mungu alimskani Ayubu. Alipotoa sifa, Ibilisi akamwambia, yani alimskani, Mungu alishamskani, akasema umemwona mtumishi wangu Ayubu. Skana ya kwanza isema mtu mkamilifu. Skana ya pili ikasema mtu mwelekevu. Skana ya tatu ikasema mtu anayemcha Mungu. Skana ya nne ikasema mtu anayeepuka na nini? Uovu. Mambo mangapi? 4. Skana imepita. Ibilisi ametafuta vya kuzuia. Akamwambia Mungu, baada ya kukosa hamna virusi. Akasema wewe Ayubu anakucha wewe bure kwa sababu umebarikia pande zote. Mjaribu uone. Kwa sababu Ayubu alikuwa anafanya mapenzi ya Mungu, njia yake yote skana imepita, iko vizuri. Ezekia wakati ameugua anaenda kwa Mungu, baada ya kuletewa unabii kwamba atafanya nini, anakufa, alienda na ombi moja tu, Mungu kumbuka nilivyokuja mbele zako kwa ukamilifu. Skana ikapita. Mungu akarudisha miaka Ezekia karibu 10 na ngapi? Mgeuke jirani yako, muulize sasa hivi skana hapa ikishuka hapa tukiweka pale mlangoni utapita salama? Nikiweka skana pale, Mungu hapa ameshusha sasa hivi skana titi, mtu ambaye mashine italia hata toka humu ndani miaka 8. Skana nyingine italia mfukoni, kuna kitu alizulumu. Mwingine skana italia mdomoni, kuna maneno ya masengenyo. Mwingine skana italia moyoni, kuna watu hawajasamehe na ana hasira. Kuna mwingine skana italia miguuni, wengine italia mgeuke jirani yako mwili wako tukiupitisha kwenye skana kila sehemu kutalia. Wengine italia mdomoni, anavuta sigara. Msitake niendelee nikatavuruga ibada. Mgeuke jirani yako, mwambie jikague katika kufanya mapenzi ya Mungu. Skana ikipita, wewe italia wapi? Italia wapi? Mwingine skana italia tumboni, ametoa mimba. Mgeuke jirani yako, muulize wewe skana italia wapi? Mwingine skana italia machoni, akiona vitu tu mwenzake amependeza au mtu anamchukia. Mwingine skana italia mikononi, anapigana na mke na mume. Yaani skana ikifika pale wanaonyeshana watu wanafanya nini? Wanapigana. Alo. Mwingine akipita skana itaonyesha kila siku hii ibadani anachelewa. Yaani hajawahi kuja ibada imefanya nini? Ndio inafunguliwa. Yaani yeye kila siku akija ibada imefanya nini? Imeanza. Skana. Mwambie leo tunacheka, lakini kesho utakumbuka hili somo. Hii skana hii ya Mungu ikija hapa italia wapi? Miguuni, mikononi, moyoni,
Miko wapi? Kwenye macho, masikioni, au naniliu? Skana italia wapi? Wengine skana inafika inalia katikati, haionyeshi wapi inaita, lakini inaonyesha kuna hatari hapa. Huyu hapa hayupo salama hapa. Muulize mwenzio, skana yako italia wapi? Kuna mtu unashindwa kumsamehe, una hasira, umekata tamaa, umechoka, mikono imezurumu, unapiga mke unapigwa, wapi umekengeuka wewe. Mfuate mwingine bwana, mwambie usijikaushe. Mwambie usijikaushe. Skana itapita wapi? Kwenye simu. Haupigi picha za video za ovyo. Mdada muulize mdada mwenzio, mkaka muulize mkaka mwenzio, vipi? Hautegi watu kupitia simu. Ninakupenda. Skana ikipita hapo, simu yako iko salama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unatakiwa kujua yaliyo mapenzi ya Mungu na kuyatenda. Unapoyajua yaliyo mapenzi ya Mungu na kuyaishi, hata ukifunga na kuomba, unapata usaidizi wa Mungu mwenyewe siku zote za maisha yako. Sema amina. Usifunge na kuomba na huku maisha yako machukizo bado. Unakuwa umekaa tu na njaa, ndugu yangu. Alo? Daniel alipokuwa naomba, skana ilipopita, majibu yalipatikanika. Lakini Ibilisi alipambana na yale majibu. Mpaka malaika Gabriel akapigana, akashinda, akaona hapa usaidizi, nahitaji usaidizi. Akaja mnani? Malaika Mikaeli. Kwa skana unaweza ukapita, lakini bado kuna nini? Mpambano. Inabidi usitoke weponi mwa Mungu. Mpambano upo, wewe utoki. Danieli aliondoka? Hakutoka. Mwambie mwenzio usitoke. Unakuta mtu anasema nimemtumikia Mungu sana, mbona sioni majibu? Mimi ngoja nirudi kule. Danieli angerudi leo tungekuwa tuna Danieli. Kabla ya jambo la tatu, andika hii hapa, nakumbushwa. Mathayo sura ya 5 mstari wa 13 hadi wa 16. Soma haraka haraka. Anasema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi. Mstari wa 13 nimekuambia. Wewe umeanza wa kwanza. Ninyi ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi ikiwa imeharibika, itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele za watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ni katika kufanya mapenzi ya nini? Uwe nuru. Kanisani umekuja, uwe nuru. Yaani kanisani isiwe ni kama kiwanda cha kuharibu, tuseme nini? Yaani cha kuwekea matamanio. Umemjua mgata ameoa mke wake ni nani? Rehema. Muheshimu. Usimtamani nani? Mgata.
Neno linasema unapofanya hivyo, yaani kuna watu wamekaa hivi macho hivi juu, unaangalia getini pale, anaingia mdada gani mzuri. Wakiona tu mdada mzuri ameingia, naomba namba ya simu. Kuna dada wamekaa hivi wani unaangalia mkaka gani hapa mzuri anavutia hapa. Mkaka gani mzuri anavutia. Alafu anaanza kujibebisha. Neno linasema mimi niwe nuru. Venance nisababishe aione mbingu, sio aikose mbingu. Yeye na mke wake. Si unamuona Venance unasema Mungu umesema tutakusudia neno nalo litathibitika. Wewe sio mlokole wa kuingilia maombi kwenye ndoa yako. Na mwanga utaziangazia nini? Njia zetu. Bwana umesema kila tunalotamka wewe unasikia, kama tukikubali na kutii tutakula mema ya nchi. Baba, umemwona Venance baba? Kwa mawazo yako, kwa sababu mawazo uovu, ukilala hivi lindoto ndingu, unaonyesha wewe na Venance mpo chumba kimoja, unaambia mtumishi, Mungu kaniambia mimi ndo mke wako. Kwa hata kama ukimwona mdada amekuja, iwe ni Prado 6 cylinder semi-trailer Fuso Starlet, hata kama anatembea akitembea vinafika mpaka huku, wewe mwambie Mungu nakushukuru kwa uumbaji mzuri. Kama huyu mweza kumuumba mpana hivi, na mimi unaweza kuniweka mpana zaidi katika yote, asikose uzima wa milele. Sasa umemwona mdada, unaanza Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Mtumishi, Mungu ni wa maajabu, Mungu anaumba. Kwani kaumba, msababishe na uumbaji ule aone uzima wa nini? Wa milele. Kanisa tukiheshimiana, kanisa tukiishi katika pendo la Mungu, utukufu wa Mungu tutakuwa uwiti. Neno linasema hivi, utukufu wa Bwana unashuka, watu wake Yesu wakimomba Mungu. Utukufu wa Bwana unashuka, unashuka, nashuka. Utukufu, utukufu wa Bwana unashuka, watu wake Yesu wakimomba Mungu. Utukufu wa Bwana unashuka. Yani mkikaa kwa adabu kwenye zoni, mkiinua mikono, utukufu unashuka. Kanisani hatutumii nguvu. Sasa hivi nahubiri mpaka jasho linatoka, alafu kuna watu wana appointment hapa. Mungu akawachalaze viboko. Mungu akai sehemu ambayo ina adabu. Yaani mimi sasa hivi kweli, mimi jamani, mimi nilivyokuwa mrembo, eti sasa hivi mimi naanza kuota mvi jamani. Maana kila siku utasikia malaiki, malaiki, malaiki. Umetoka kuhubiri saa 6, saa 9 kuna tukio. Umehubiri Jumapili, Jumatatu, Jumanne kuna tukio. Unapokaa vizuri na Mungu, kama kuna jambo la hatari linakuja, taarifa inaenda kwa kina Elisha.
Ukisoma Wakorinto sura ile ya kwanza, Wakorinto wa kwanza sura ya 3. Anasema lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama watu wenye tabia ya rohoni, bali kama watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, naam hata sasa hamkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Maana hapo mtu mmoja asemapo, mimi ni Paulo, na mwingine mimi ni wa Apolo, je, ninyi si wanadamu? Basi Apolo ni nani na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Hivyo apandaye si kitu, wala atiaye maji, bali Mungu akuzaye. Mpaka hapo wewe chochote unachofanya si kitu, Mungu ndiye anayekusimamia. Hauna jeuri Mungu akiwa nje ya uwepo wake kwako. Amina, amina, amina. Wewe ni nani? Sema mimi ni hekalu. Anza kusoma tena mstari wa 16. Wote soma. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu hatamuharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Mpaka hapo kwanza, yoyote aliyekuwa karibu yako mlinde. Utakapomharibu huyo mtu, umeharibu hekalu la nani? La Mungu. Iwe kwa kumsema, kwa kumtukana, kwa kumsengenya. Yule mtu akiharibiwa, neno linasema Mungu atakuharibu wewe. Watu wangejua hili neno, hata watumishi wa Mungu wangewaheshimu, wasingekuwa na wasengenya, wasingekuwa na waziaki. Kwa sababu kama mtumishi anatoa neno, analisha watu wengi, wewe ukienda kumharibu kwa maneno, neno la Mungu linasema Mungu anakuharibu. Watu wengi wameharibikiwa kwa sababu wameharibu mioyo ya watumishi au ya watumishi wenzao ndani ya kanisa, ya wachungaji au watumishi wenzao. Halo? Yaani Edward hapo alipo, hata kama akimuona Kristina yupoje, kama Kristina hajaolewa na yeye hajaoa, Edward atakapoenda kumchezea Kristina, Kristina karibu utakatifu wake, neno linasema Mungu atamuharibu Edward. Kama Rehema alikuwa anafanya ibada yake, mimi nikaja nikamharibu Rehema na ibada yake kwa Mungu, neno linasema Mungu ataniharibu mimi, kwa sababu Rehema ni hekalu la nani? La Mungu. Sasa mgeuke jirani yako, mwambie mpaka hapo nani amepona? Mimi nakupa vifungu tu hivyo, ukajijiajiri mwenyewe nyumbani. Mathayo sura ya 15 anza mstari wa 5. Neno la Mungu linasemaje? Bali ninyi husema, atakayemwambia babaye au mamaye, chochote kikupasacho kusaidiwa na mimi ni wakfu. Basi msimheshimu baba yake au mama yake, mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu, akisema, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Amen. Nyinyi mnataka nifundishe maagizo yapi? Ya Mungu, ya wanadamu?
ndio myapokee. Anasema watu wawe ni wanafiki, wanasema mdomoni wananipenda lakini ndani hawapo pamoja na mimi. Wao upo pamoja na nani? Anasema wanataka wafundishe mafundisho ya upotofu ya wanadamu. Ndio hayo mnayoyapokea huko mnakoenda. Mkisikia pokea nyumba, unaenda kukanyaga nini sijui ili upate gari. Hivi wewe, Mfalme Suleiman ili abarikiwe alitoa ng'ombe nini sadaka. Wewe unataka ubarikiwe tu kwa kukanyaga nini? Yesu ili ashinde majaribu alifunga siku ngapi? 40. Na majaribu yalikuja na aliyashinda. Wewe unataka ushinde majaribu na uovu kwa kunywa mafuta. Eti unaambiwa chukua mafuta kunywa. Eti pendo. Mwambie mwenzio hayo ni mafundisho ya wanadamu. Sasa hivi huwezi kukuta injili ya kweli, wapendwa. Makanisa machache sana yanahubiri injili ya kweli. Sasa hivi utasikia tu Mungu anaenda kukubariki. Hivi sikiliza, mimi nimeshajua hapa kwa Mage hapa, nikimwambia maneno mazuri, kuna cheki ya milioni 10. Nitasubutu kumwambia maneno mabaya? Nitakuja hapa hata kama nimesikia habari mbaya nitaambia Mungu akutie nguvu mtumishi, haya yote yatakupita. Kwa sababu nimejua hapo kuna milioni ngapi? 10. Lakini naomba niwaulize, atauona uzima wa milele sababu amenipa mimi milioni 10? Alo? Lakini nitakapomrekebisha nikimwambia Mage kuna 1, 2, 3, atakaposikia sauti ya Mungu, Mungu atamfunulia. Utakuta hata kama ilibidi anipe milioni 10, atanipa zaidi ya milioni ngapi? 10. Kwa sababu Mungu atambariki zaidi. Sasa mgeukie jirani yako, mwambie unataka nini? Kuambia maneno mazuri ili ukafurahie, ili uangamie, au maneno mazuri yenye sindano ili utakapopona uwatibu wengine? Wagalatia sura 5. Amina. Tunamalizia hapo kwa leo. Anza kusoma mstari ule wa kwanza. Neno la Mungu linasemaje? Katika ungwana huo Kristo alituandikia huru. Kwa hiyo simameni wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Tazama, mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba mkitahiriwa Kristo hata wafaidia neno. Tena namshuhudia kila mtu atahiriwaye kwamba ni wajibu wake kuitimiza torati yote. Mmetengwa na Kristo, ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Maana sisi kwa roho tunalilazimia tumaini la haki kwa njia ya imani. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Mlikuwa mkipiga mbio vizuri. Ni nani aliyewazuia msiitii kweli? Mpaka hapo, rudia tena huo mstari. Mlikuwa mkipiga mbio vizuri. Ni nani aliyewazuia msiitii kweli? Soma, msomee jirani yako. Ulikuwa ukipiga mbio vizuri. Ni nani aliyekuzuia usiitii kweli? Ulikuwa unakuja kanisani unadeki, ulikuwa kanisani unafagia, ulikuwa unaomba, ibada ya maombi unakuja, mikesha unakuja, unaenda kuvuna. Neno linasema ni nani aliyekuzuilia usiitii kweli? Ile nguvu ya wokovu wako wakati umeokoka, ulikuwa ukinena tu, Baba nakuja mbele zako, usiku lindoto hilo. Unaonyeshwa kuna mtu anakuja kukuletea hela. Kweli mtu kuletea nini? Kwa sababu ulikuwa unatii kweli. Sasa hizi zile ndoto zimeenda.
Muulize jirani yako, zile ndoto zimeenda wapi? Yale maono yameenda wapi? Zile mbio zimeenda wapi? Ulikuwa ukiwaza tu hivi kitu Mungu anajibu, vimeenda wapi?